hapa Mungu amemjia Sara na kufanya kama alivyosema. Alikuwa amesema kwamba Sara atapata mwana hata katika uzee wake. Maana Sara alikuwa ameanza kusema kwamba yeye ni tasa. Watu walikuwa wamenena wakisema kwamba yeye ni tasa. Lakini maandiko yanatuambia kwamba Mungu akamjia Ibrahimu na akamwambia kwamba Sara mke wako atapata mwana hata katika uzee wake. Nitampa mtoto ambaye ni wa kiume na jina lake utamuita Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko yanatuambia mahali hapa kwamba katika Mwanzo 21 kuanzia hapo moja nasema Bwana akamjia Sara kama alivyosema na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa Sara wa kupata mtoto ulipofika, Sara akapata mtoto wa kiume sawa sawa na neno la Bwana, sawa sawa na ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mahali hapa Ibrahimu alikuwa amekaa hali ya kwamba amevunjika moyo, akawa anaona kama hatapata mtoto, lakini Mungu akamwambia nitakupa mtoto. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu akafanya kama alivyomwahidi. Kwamba katika mstari wa 3 inasema kwamba Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku 8 kama Mungu alivyomwamuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunaona kwamba Ibrahimu ameahidiwa mtoto, na alipoahidiwa mtoto na Mungu, pia Mungu akampa masharti, akampa sheria, akamwambia kwamba huyu mtoto atakapozaliwa sharti atahiriwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile wewe unangojea baraka za Bwana, unangojea ahadi ya Mungu kwa maisha yako, hiyo ahadi Mungu aliyoweka kwa maisha yako ni lazima uendelee kusikiliza. Kueleze ni kwamba wakati atakapokubariki utafanya nini, ama utaichukuliaje hiyo baraka yako. Atakapo kukupatia hiyo boma, atakapo kukupatia hayo magari, atakapo kukupatia hiyo amani utaitumiaje? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia kwamba Abrahamu akamtahiri mwanawe kama vile Mungu alivyomwambia, yaani akaendelea kufuata maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kimoja nataka nikueleze ni kwamba ahadi ya Mungu kwako ni lazima itimie, lakini wewe uwe tayari kushika maagizo ya Mungu, uwe tayari kutembea pamoja na Mungu, ili ile ahadi itakapotimia kwako upate kuendelea kutii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anaweza kutimiziwa ahadi, pengine huko mahali hapa, lakini Mungu amepanga kwamba pengine kama ni mtumishi utakuwa na makanisa 7, lakini kwa sababu ya nini usipotii ama usipotembea na Mungu, ukajipata kwamba yale makanisa Mungu akija akianza kukupatia, badala ya uinue Mungu na unaanza kuwa na kiburi hata wakati yale makanisa yanaanza kuja. Bwana Yesu asifiwe. Naanzia huko madhabahuni sensi kwako, naanzia kwa utumishi. Wakati yale anaanza kuja, mengine yamefanyika 3, umefungua kama 3 hata la 4, umekuwa na kiburi kiasi cha kwamba hata Mungu akiangalia anachukizwa. Ukiambiwa kwamba ombea huyu mtu ama kaombea mtu fulani, anasema kwamba mimi siombei mtu. Kama anataka nimuombee atoe pesa 10,000, atoe 20,000, atoe 50,000. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba ahadi ya Mungu kwako ni lazima itimie. Lakini katika kule kutimia kwa ile ahadi ya Mungu ni wewe uendelee kukazana kutembea na kutii Mungu, kutembea na kusikiliza mashauri ya Mungu. Uwe tayari kile ambacho Mungu amekuahidi akitimiza, uendelee kunyenyekea chini ya Mungu. Maandiko yanatuambia kwamba Ibrahimu akapata mwanawe Isaka, na maandiko yanasema kwamba akamtahiri siku ya 8 kama vile Mungu alivyomwamuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alipomtahiri ni kwamba alikuwa bado anaendelea kutunza ama kufuata yale maagizo Mungu alimpatia kwa ile ahadi aliyomwagiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, ni nani angemwambia Ibrahimu Sara atanyonyesha wana? Maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Mtoto akakuwa
akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri, ambaye alimzalia Ibrahimu, anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyo na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba akafanya sherehe kwa ajili ya kushangilia ama kusherehekea ule muujiza Mungu alimtendea wa kumpatia mwana wakati wa uzee wake. Na maandiko yanatuambia kwamba wakati amefanya ile sherehe, tunaona mahali hapa, tunaona kwamba Sara kaona yule mwana wa mjakazi. Kumbe wakati Ibrahimu anangojea kupata mwana wake, kupata mtoto kupitia kwa mkewe Sara, kumbe Sara aliona kama muujiza unachelewa. Aliona kwamba hii ahadi ni kama haitatimia. Kama vile sasa unaweza kuwa unangojea Mungu akutendee mambo fulani. Unasema nitaona lini watoto wangu wakiwa wanakaa vizuri? Nitaona lini watoto wangu wakiwa wamefanikiwa? Ukaona kama unachelewa. Sara tunaona kwamba aliona kama anachelewa. Na alipoona kama anachelewa kupata mtoto, akawa ni kama anakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Adui ya ahadi ya Mungu kwa maisha yako ni kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usikate tamaa. Maana unapokata tamaa, hiyo ni adui ya hiyo ahadi ya Bwana, ama ni tatizo, ama ni mbegu mbaya unataka kupanda ya kutatiza ahadi ya Bwana kwa maisha yako. Maandiko yanatuambia mahali hapa kwamba, unaposoma hapa nyuma inatuonyesha kwamba Sara aliona kwamba amechelewa, akaona kwamba hatapata mtoto. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mchukue mjakazi huyu ukapate kuzaa naye, ili mimi nipate mtoto, niache kuonekana, yani tupate uzao wetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado walipopata ule mtoto, maana Ibrahimu kweli alipoambiwa na Sara, alichukua kweli mjakazi na akazaa naye mtoto. Lakini bado walipokuwa wamepata ule mtoto wa mjakazi, Mungu akamwambia Ibrahimu, bado nilikwambia kwamba nitakupatia mtoto kupitia kwa mke wako Sara, si kupitia kwa mjakazi. Bwana Yesu asifiwe. Baraka unazongojea kutoka kwa Mungu ni baraka za ahadi. Ni baraka ambazo tunaweza sema kwamba ni baraka original. Sio baraka za kudamu. Sio baraka ambazo zinakaa kama kopi, kama fotokopi. Ni baraka ambazo ni za asili. Ni baraka ambazo zitakuwa na mfano na zingine. Tunaona mahali hapa kwamba Sara akasababisha Ibrahimu wakachukua mfano wa mtoto, maana walipata kupitia kwa mjakazi. Lakini maandiko yanatuambia kwamba Mungu akamwambia Ibrahimu ya kwamba nitakupa mtoto kupitia kwa mke wako Sara mwenyewe. Kwa hivyo hata walipopata kupitia kwa mjakazi, maandiko yanasema kwamba wakiwa wanaendelea kufurahia, wakiona kama wamefika, ndipo Mungu akamujia Sara na akampatia mtoto. Kwa hivyo kwa sasa watoto ndani ya boma wamekuwa wawili. Kuna mmoja wa mjakazi na kuna mmoja wa mke aliyeolewa mahali pale. Wale ni mke wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka nikwambie hivi, unapotumainia Mungu, hizi ambazo unaona unapata ndogo ndogo, hizo vitu ambazo unaona unapata vitu ambavyo ni kazi, ni vibarua. Yaani hali ambayo unakaa nayo, unaona kwamba ni hali, unaona kama umefika. Nataka nikwambie hiyo ni mjakazi bado. Hizo ni vitu ambazo ni mfano wa kile Mungu amekuwekea. Huu ni mfano wa ile baraka Mungu amekuwekea. Tunaona mahali hapa ya kwamba walipochukua mtoto kupitia kwa mjakazi, yaani wakazaa na mjakazi, wakati wa Mungu ulipofika, Mungu ameleta ule mtoto wa ahadi ambaye ni Isaka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema kwamba wakati ambapo Sara alizaa ule mtoto, baada ya kuwa mtoto amekuwa, Ibrahimu akaweka sherehe. Na alipoweka sherehe, maandiko yanatuambia kwamba wakati ameweka ile sherehe anafurahia kwa sababu mke wake amepata mtoto. Akaona kwamba Sara akaona yule mtoto wa mjakazi anafanya dhihaka, anadhihaki yule mwana wa Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Akaona anafanya dhihaka. Bwana Yesu asifiwe. Akaona anamdhihaki, ni kama vile unaweza kuona mtoto wa mfanyikazi anapiga mtoto wako uliyemwajiri. Utasikia vipi? Si utasikia vibaya. Yaani uone ni kama vile unaweza kuona, tuseme hivi mfano. Hata kuna wanawake wengine ndio kwamba wanapiga waume zao.
Wewe uone mkaza Mungu anapiga mtoto wako. Utasikiaje? Iko. Mtu anakuja akianza kuongea, "Bwana hapa ameambia ukisiasa utalala nje." Na huyo anaongea hivyo ni nani? Ni mkaza mwana. Anaambia kijana wako, utasikiaje? Utasikia kumwambia kama ni hivyo nenda zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona kwamba mahali hapa maandiko yanatuambia kwamba wakati wa hii sherehe Sara akaona yule mwana wa mjakazi akimdhihaki Isaka. Sara akasikia uchungu. Sara akasikia kwamba amekasirika. Kwa nini huyu mtoto wa mjakazi anadhihaki mwanangu? Yaani ni kama aliona anamnyanyasa kwa njia fulani. Pengine alikuwa kila nyama akaona anamnyang'anya zile nyama nzuri, anampatia mifupa. Huenda ikawa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba akamwona yule mwana wa Hajiri Misri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. 11. Na neno hilo lilikuwa mbaya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, hiyo ni 12. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe mbaya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiliza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Ibrahimu ya kwamba wewe usikasirike wakati ambapo Sara anakuambia mfukuze mjakazi na mtoto wake, maana mtoto wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu wa ahadi. Sara, maandiko yanasema kwamba Ibrahimu akasikia vibaya, akasikia moyo wake unauma, maana anaona pia ni mtoto wake pia. Bwana Yesu, lakini si mtoto wa ahadi. Si mtoto wa ahadi kama vile Mungu alivyomwambia kwamba nitakupatia mtoto kupitia kwa mke wako mwenyewe ulieoa. Nitakupa mtoto kupitia kwa huyo mke. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba Sara alipoona ule mtoto wa mjakazi anamdhihaki yule mwanawe wa ahadi, akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi pamoja na mtoto wake, maana mwana wa mjakazi atarithi pamoja na mwanangu Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Akaona vibaya. Ni kama vile unaweza kuona kwamba wewe ni mtu ambaye umefanya kumkaribisha tu, haja aanze kumwambia kijana wako hii shamba tutagawanya katikati. Na ni mtu umemkaribisha tu, yani kwamba amekaa kwako tu kama mjakazi, yani kama mfanyikazi. Lazima utaridhika. Utamwambia hapana, hapo umevuka mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Utamwambia hii haiwezekani. Kwa hivyo hapa Ibrahimu akawa amesikia vibaya. Lakini maandiko yanasema kwamba Mungu akamwambia neno hilo lisiwe mbaya machoni pako. Wewe sikiliza kila akuambialo mkeo Sara. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambia kwamba kuna ahadi ya Mungu ameweka kwa maisha yako. Lakini kile ambacho kinakuja kwa maisha yako sasa hivi unapata kwamba ni kama mfano wa kile Mungu anataka ufanikiwe kwacho. Ni kama mfano wa kile ambacho Mungu anataka upate. Ni mfano wa kwamba saa hii Mungu pengine amekuwekea ya kwamba mfano kama ni ujenzi. Wewe utakuwa na nyumba, tuseme mfano kama wa ghorofa. Lakini saa hii wewe unaketi katika nyumba ambayo ni ya matope. Hiyo ndiyo mfano wa mjakazi na huyu mwana wa ahadi. Yaani mtoto wa mjakazi na mwana wa ahadi. Ni kwamba zile baraka zako, yaani ile mapenzi ya Mungu ambayo Mungu amepanga ifanyike kwa maisha yako, sio inayofanyika saa hii. Kile kiko ni kwamba kuna kile amepanga kwamba kitafanyika kwa maisha yako. Kuna ile amani amepanga kwamba utakuwa nayo kwa maisha yako. Kuna zile baraka na mafanikio ambayo Mungu amepanga ya kwamba lazima uzifikie. Lakini sasa unapata kwamba kuna shetani anainuka, anakaa pale kuzuia. Ni kama vile mfano wa mjakazi. Anakaa pale kukuzuia, yani kukuonyesha mfano kama leo hii wewe umeitwa. Lakini saa hii ukiona kwamba umepata 5,000, unajiona kwamba uko sawa, unaanza kuridhika. Wewe saa hii Mungu anakutaka yani uwe katika nafasi kubwa. Mfano kama ni kikazi, wewe ni mahali ambapo unaweza kuwa unafanya kazi ambao unasimamia watu, lakini unapata wewe saa hii ndio unasimamiwa, umepewa kazi kidogo, kakukaa pale mlangoni, wewe unajiona umefika na wewe ni askari gogo. Huo ni mjakazi. Nazungumza na mtu ambaye ujue kwamba ahadi njema kwa maisha yako. Mungu ana ahadi njema kwa maisha yako. Lakini kile ambacho unakiona saa hii ni mfano, nasema huyo ni mjakazi.
Kila ambacho unaona sasa ni mjakazi. Kwa hivyo Mungu hana ahadi yake kwako. Kile cha kufanya ni kufanya bidii na kuendelea kumsikiliza Mungu na kuendelea kumuita Mungu ili atimize ahadi yake njema kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maandiko yanasema kwamba Mungu akamwambia Ibrahimu, sikiliza sauti ya mke wako Sara. Kwa hivyo Mungu akakubaliana kwamba huyo Ibrahimu afukuze mjakazi aende pamoja na mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Afukuze mjakazi aende pamoja na mtoto wake ili mwana wa ahadi akapate kurithi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo ama kuna maisha ambayo kwako wewe saa hii ni kama maisha ya mjakazi unakaa. Lakini Mungu atakapoamurisha, utakapomwamini Mungu na ukataa hiyo hali ambayo unaiona, Mungu ataachilia hali nyingine. Hata maisha yao ni yale maisha Mungu alitaka uishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wenda ikawa wengine hata wako mahali hapa, lakini Mungu amesema kwamba wataenda mpaka nchi za majuu. Lakini bado watu unapata wako wapi? Ukipewa kazi kidogo ya supervisor naona kwamba umefika. Kumbe unatakana uwe manager huko Ulaya. UK manager huko. Lakini huko wewe ni supervisor, watu wadogo unajiona umefika kweli kweli. Huyo ni mjakazi. Kuna baraka orija ambazo ni mwana wa ahadi ambayo anarithi. Maana niseme mfano kama maisha yetu ya kila siku. Maisha ambayo tunaishi kila siku kama familia mfano. Kwa familia kama wewe una familia una watoto wako umewazaa. Na tena upate tena na mfanyikazi mahali pale. Wale watoto wako uliowazaa unaweza kuwagawanyia vitu zako. Yaani hakuna kitu huwezi mpatia, lakini yule mjakazi huwezi mgawanyia zile vitu, utampa tu mshahara, lakini zile baada zile mali yako hautaweza kumpatia maana yeye ni mfanyikazi. Bwana Yesu asifiwe. Hautaweza kumridhisha ule urithi wako sababu yeye ni mfanyikazi. Sasa nazungumza na mama maneno ambayo nataka uelewe kwamba kuna kile ahadi Mungu ameweka kwako. Kuna ile ahadi njema Mungu amekusudia kwako wewe. Hiyo ahadi njema ili itimie lazima kuondoke ule udhaifu unaoona. Ili ahadi ya Bwana itimie kwa maisha yako, lazima hiyo hali nyingine ambayo inakufanya wewe unajiona kama uko sawa, lazima hiyo hali iondoke ndio Mungu atimize ahadi yake njema hiyo ya maisha mazuri. Hiyo ahadi yake njema ya kwamba usimame katika hali ambayo watu wanaweza kukuheshimu. Watu wanaweza kusema kwamba hakika huyu ni mtu fulani, huyu ni mwana fulani, huyu ni mheshimiwa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ahadi ya Mungu ni lazima itimie kwa maisha yako. Na ili usimame kwenye ahadi ya Mungu, kuna kitu lazima kiondoke. Zile baraka zinakaa kama fotokopi. Lazima zifanye nini? Ziondoke. Lazima uziachilie. Lazima mwambie Mungu hii hapana, hii inakaa duni sana. Hii bado sijaridhika nayo. Mungu nakuhitaji utimize ahadi zako njema kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa naona kwamba Ibrahimu anaambiwa kwamba mfukuze yule mjakazi kama vile Sara anavyokuambia. Maana maandiko yanasema kwamba mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mjakazi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ukasirikie shetani ujue kwamba kuna kitu ambacho unatakiwa huwe nacho lakini sasa haunacho. Sababu ya nini? Shetani amekuketia kama mjakazi. Shetani imekaa kwako kama kitu cha kukuweka sawa, yani anakufanya ujione kama uko sawa lakini hauko sawa. Haujafikia malengo ya Mungu anavyotaka ufikie. Lakini unapata shetani anakuweka katika comfort zone. Yani hali ya kuona kama umetosheka na hujatosheka bado. Hali ya kuona kama uko sawa na hauko sawa maana bado kuna gapu kubwa, kuna ngazi kubwa Mungu anataka upande. Kuna nafasi kubwa Mungu anataka uketie katika hiyo nafasi. Lakini unapata hauko katika hiyo nafasi, una nafasi ndogo tu, lakini hiyo nafasi wewe hautambui kama bado unatakana upande, unaona kama uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba hata maandiko yanatuambia kwamba kuna mtu wa Mungu alikuwa akiitwa Mordekai. Alikuwa akiketi katika malango ya mfalme. Anaketi kwa geti. Anaketi katika malango ya mfalme, yaani mahali mfalme anaingilia, yeye anaketi pale malangoni. Anakuwa ni kama mlinda lango. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anafanya kazi pale kama anakaa kama mlinda lango. Kumbe ahadi ya Mungu kwa Mordekai ni kwamba aketi pamoja na mfalme, si aketi kule kwa geti. Ahadi ya Mungu kwa Mordekai ni kwamba Mungu alikuwa ameweka kwamba siku moja Mordekai akitambua na kuendelea kulitia jina la Bwana, kuna siku Mungu atamuondoa pale na amweke aketi pamoja na mfalme. Mfalme anaweza kumwambia kwamba tufanye hivi ama fanye hivi akiwa karibu na yeye.
Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wa Mungu ulipofika, Mordekai aliondoka malangoni na akaketi pamoja na mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Esta alikuwa akikaa na Mordekai kama mtoto tu ambaye ni mtoto yatima. Lakini kumbe ahadi ya Mungu inasema kwamba Esta ni malkia. Kumbe ahadi ya Mungu inazungumza ya kwamba Esta kuna siku ataketi pamoja na mfalme na atakuwa mke wa mfalme. Lakini kama mtu angemuona akikaa na Mordekai anakula vizuri tu, analala vizuri, ameridhika, angesema hakuna chochote. Lakini kumbe kuna ahadi ya Mungu. Nazungumza na mtu wa Mungu aliye mahali hapa kwamba kila mmoja kwa maeneo ulio ndani, hata kwa wazazi wetu hawa, kuna ahadi ya Mungu njema juu ya maisha yao. Hiyo ahadi lazima tuidai jina la Yesu. Ahadi ya Mungu ni kwamba mzungukwe na watoto wenu, kila mmoja kija na baraka tele, kila mmoja kija na heshima kwenu na kunyenyekea kusema, mama nimekuja kukuona. Mama nimekuja, una shida gani? Mama nimekuja unisaidie. Nimekuja nikusaidie, niangalie una shida wapi. Yaani kila mmoja katika umri wake kuna ahadi ya Mungu aliweka juu ya maisha yako. Kile kiko ni kwamba tukatae kazi za shetani. Shetani anatumika kama mjakazi kutuweka, yani anakuja kama kugawa baraka zetu. Anakuja kuzuia baraka zetu, kuchelewesha zile baraka zetu. Tusiingie katika baraka zetu kama vile Mungu alivyokusudia. Lakini tunapotambua hilo, tutaamua, tutakubali kama vile alimwambia Ibrahimu, mwache huyo mjakazi aende. Mfukuze mjakazi ili mwana wa ahadi aingie kwenye ahadi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ambacho kinakaa katika maisha yako kama mjakazi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini maisha tunayoishi sasa hii kuna shida ambazo tunaziona? Aidha ni magonjwa, hiyo inakuja kama mjakazi. Kama ni dhiki ambayo unaiona inakaa kama mjakazi, ni kwamba ni wewe uamue, mwambie Mungu, ahadi yako si niishi maisha nayoishi. Nataka ahadi yako njema itimie kwa maisha yangu. Kwa hivyo kila mjakazi aliyeshikilia ahadi yangu haachilie. Nami niingie katika ahadi ya Bwana. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Tufungue pamoja Waebrania. Nataka ujue kwamba kuna kile Mungu alikusudia chema katika maisha yako. Twende katika Galatia 4. Galatia 4:26. Galatia 4:26. Nani amefika? Mama yetu sisi, kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliye tasa usiyezaa, paza sauti yako uliye wewe usiye na uchungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, mbali tu watoto wa huyo aliye muungwana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba sisi ni watoto wa muungwana. Maandiko yanasema kwamba mbali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliye tasa usiyezaa, pasa sauti yako wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Yaani sisi ni watoto wa ahadi ya Bwana.
sisi tuliyookoka, wewe uliokoka kwa mjua Mungu, ukakiri kwamba Yesu ni Bwana, wewe umefanyika mwana wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Umefanyika mwana ahadi. Kwa hivyo kila baraka ambazo Yesu Kristo alituachia, hizo baraka zinakungojea wewe. Hiyo ahadi ya Mungu aliyoahidi kwa maisha yako, hiyo ahadi ni yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Naweza sema kwamba mjakazi ni wale ambao hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Wajakazi ni wale ambao hawajaokoka. Kama sisi ni wana wa Muungwana, sisi baba yetu ni Ibrahimu, sisi tunaoliitia jina la Bwana katika roho na kweli, sisi ni watoto wa ahadi, sisi ni watoto wa Muungwana. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba basi lasemaje andiko, mfukuze mjakazi. Basi ndugu zangu, kama Isaka tu watoto wa ahadi, lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Lakini lasemaje andiko, mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa Muungwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna kile ambacho Mungu aliahidi, kila mmoja na maisha yake mazuri, lakini maandiko yanatuambia kwamba sisi ni wana wa ahadi. Kwa hivyo hiyo ahadi ya Mungu aliyotuahidia sisi, hiyo maisha Mungu aliyokupangia, hayo maisha ni tusimame, tupinge shetani, tupinge kila mjakazi anayekatalia hizo ahadi za Bwana, anayechelewesha hizo ahadi za Bwana zisitimie kwa maisha yetu. Maandiko yanasema kwamba mfukuze mjakazi, maana mwana wa ahadi hatarithi pamoja na mwana wa mjakazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uelewe kwamba yale maisha ambayo unakaa saa hizi ni kwamba kuna kitu unatakana ukipinge. Kuna roho ambayo unatakana uipinge, ambayo ni roho ya mjakazi, roho ya kukuweka maisha ambayo ni tofauti na yale Mungu amekukusudia. Bwana Yesu asifiwe. Kama unakaa katika hali ya kuteseka na magonjwa, hiyo ni roho ya mjakazi inayokuzuia usikae katika ahadi za Bwana za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ni maisha tofauti unaokaa katika maisha yako ya kazi. Hayo maisha unaoyaona ni kwamba si kwamba ndio maisha Mungu alipanga. Ni wewe ukatae mjakazi anayezuilia mafanikio yako makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tuingie katika maombi, kila mmoja tufukuze mjakazi katika maisha yetu. Yaani kwa njia nyingine tufukuze shida, tufukuze matatizo, tufukuze yale mapepo yanayosababisha watoto wetu wasiweze kukaa maisha mazuri, yale mapepo yanayosababisha kazi zetu zisiweze kusimama, kazi zetu zisiweze kutufanikisha tukafanya yale mambo tunayotarajia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maisha ya mjakazi. Ni maisha ambao umewekewa limit, ni maisha ambao umewekewa kizuizi ya kwamba haiendi, haukai ile maisha Mungu anataka ukae, haukai katika ile furaha Mungu anataka ukae. Tukatae ni mjakazi ameingia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mjakazi, maandiko yanasema kwamba kama vile alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa mwili, akamuudhi yule aliyezaliwa kwa roho. Tunaona mahali hapo wakati Ibrahimu amefanya sherehe, yule mwana wa mjakazi anamuudhi yule mwana wa ahadi. Yaani mtoto wa mfanyikazi anamuudhi. Kwa hivyo kumaanisha kwamba mjakazi anakuja kukunyima raha. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kukunyima amani, roho ya kukunyima raha ni kwamba ni roho inayozuilia mafanikio yako. Hiyo roho hata wakati mwingine tumeona na wachawi. Unapata kuna vitu zimefanywa, zinafanya kwamba uwezi ishi yale maisha unataka uishi. Unatamani uishi kwa amani. Unatamani yani maisha yako yafanikiwe. Huo kwamba una maendeleo makubwa. Lakini unapata kwamba kuna roho ya mjakazi ambayo inagawa zile baraka. Yaani wakati wewe unataka kuanza kutajirika, panatokea matatizo ambayo yanakufanya urudi chini. Aidha ni magonjwa yanakufanya urudi chini. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yetu anatuambia kwamba kuna hiyo roho ya kwamba kila mwaka lazima afe mtu. Sasa unapata si roho ya mjakazi inaendelea kupunguza watu ndani ya ukoo. Inaendelea kupunguza watu. Na kadri mnaposhikwa na kilio ndio unapata kwamba hamwezi kupenya, maana kila mtu anakaa maisha ya wasiwasi. Hauna uhuru tena. Unaona sasa mimi hiyo hali ikinishika je? Ama pengine kija kwangu je? Kwa hivyo unapata vile ambavyo hata ungekuwa na bidii, pengine ni kazi zako, unakosa moyo wa kufanya ile kazi kwa bidii. Unaona sasa hata nikifanya bidii hivi, fulani alikuwa amefanya bidii mpaka amejenga, sasa juzi amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni roho ya kukuwekea limit usiweze kufikia malengo ya Bwana. Ni roho ya kukuwekea kidhibiti ya kwamba usiingie katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali tulienda kwa huduma,
sehemu za Giriamani. Kuna wenda wazimu, kama mnahesabu mkiwa hapo wenda wazimu wanapita kama 3 4. Ni mtaa mmoja. Kama vile unasema kwamba ile zile unapata kwamba wenda wazimu ni kama waindi. Yaani jinsi hiyo eneo ilivyo mbaya kwa uchawi. Unapata mkikaa hapo, atapita mwenda wazimu mmoja, huyo ni wa kiume. Mkikaa kidogo anapita mwingine, huyo ni wa kike. Mkikaa anapita mwingine, ni wa kiume. Mkikaa anakuja tofauti na ni mtaa mmoja. Huo mtaa unapata kila mahali alipo na nyumba nzuri. Aliyeng'ang'ana kama nenda akafanya kazi ndani ya jeshi. Lakini watakisha kivyote vile wale wazee mahali pale, watakisha kivyote vile wamemuangamiza. Kwa hivyo unapata kwamba hata wengine unapata ameanza kufilia na mke wake na mara mwisho akakufa nini. Kwa hivyo unapata ile nyumba nzuri haina mtu kukaa ndani. Yaani wale wenyeji waliojenga hawezi kuachwa waishi. Roho ya mjakazi. Roho ya kuzuilia mafanikio ya watu. Roho ya kuzuilia usifikie ahadi za Bwana. Maana mtu kama yule akijenga, si anatarajia ajenge, aishi maisha mazuri, afurahie ndani ya nyumba yake. Lakini akimaliza kujenga tu anauawa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame tuingie katika maombi, tukatae roho ya mjakazi, roho ya kuzuia mafanikio yako, roho ya kuzuia usiendelee mbele, roho ya kuzuia usifikie ahadi za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kitu, ni roho ya kuikasirikia na kuipinga. Maana sasa hii pengine mapenzi ya Mungu, ahadi ya Mungu kwako, Mungu akikuangalia alikubariki na magari. Alikubariki na magari. Pengine akiangalia anasema kwamba fulani nilimbariki na magari 3. Nilimbariki na magari 4. Lakini unapata kwamba saa hii wewe ulibarikiwa mchilia ndani ya anga yako, alisema kwamba utakuja kuwa na gari. Lakini unapata saa hii hata baisikeli yenyewe huna. Ama umepata pikipiki basi ndio umerelax kabisa. Haudai ahadi za Bwana na una pikipiki. Wengine wanatembea na mguu chuma. Na ahadi ya Bwana inasema na magari 7. Huoni kama unafaa kufuta mjakazi? Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba mrithi, tumeambiwa kwamba mrithi ni mwana wa ahadi. Mwana ahadi ni wewe ambao umeokoka, anasema Yesu ni Bwana. Baraka za Mungu ni zako. Baraka za Mungu, maandiko yanatuambia kwamba dhahabu na fedha ni mali ya Bwana. Kuna amani nyingi kwa Bwana. Unapata kwamba unaweza kuona kwa maisha yako kuna amani umekosa. Ni ndani ya nyumba yako umekosa amani. Ni kwenye kazi zako unapata kwamba ile nafasi unafaa uwe umeiketia. Ile nafasi unafaa uwe unaendelea yaani unaendelea kuwa pale, wewe ndio unalipa watu. Unapata wewe ndio unaenda kuunga foleni, unaenda kulipwa na yule ambaye ni mwana wa mjakazi. Tena nakulipa kwa kunyanyasa. Wewe siku hizo unakuja kazini kuchelewa. Ngoja nitaangalia mambo yako. Akikwambia hivyo sana atafuta vile atakufuta kazi. Na yeye kwanza ndio vile analipa watu, kumbe wewe ndio unafaa wewe unalipa watu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona hapa kwamba kuna mwana wa ahadi na mwana wa mjakazi. Kwa hivyo nataka tusimame tuingie katika maombi, tudai haki zetu. Tudai ahadi ya Bwana itimie kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliweka ahadi akasema kwamba watoto wako watakuwa ni madaktari. Watoto wako watakuwa ni wabunge. Lakini unapata watoto wako hakuna anayefikia udaktari. Wanakatishwa na mjakazi hapa katikati. Unapata mtoto ameanza kuwa mtu ambaye hataeleweki. Yaani anafanya zile vibarua kwa sababu alionewa na mjakazi mchawi. Ule mtoto akaacha shule hata wakati umeshamaliza form 4, akasema mimi nimetosheka. Hataki kwenda university. Atafikiaje kuwa mbunge na hajaenda university? Mtoto wake anakatishwa shule, anapata kwamba yeye hata hajamaliza form 4 anaachia hapo na anajiona amefika. Yaani anajiona yuko sawa, na kumbe yule mtoto angekuwa daktari. Atafikaje daktari kama yule mtoto hajamaliza shule? Mjakazi anamuonea. Anakuja, anachukua ile nafasi yake, anaketi yeye, na mtoto wako anasema mimi sitaki shule tena. Nataka tukatae roho ya mjakazi ya kuzuia mafanikio yetu katika watoto wetu, kwa familia zetu, kwa maisha yetu. Roho ya mjakazi ni roho ambayo inatuwekea, yani inatuonyesha wakati kama huo, ukiona kama mtoto amepata kazi kazuri kadogo, waanze kuona ameleta pesa nyumbani. Kumbe pesa angeleta, angekuwa analeta mpaka malori zinalala pale. Malori ambazo ni zako wewe ama ni zake yeye. Lakini unapata kwamba kakazi aliyopata ni kakazi ya kununua pikipiki, na wewe unatosheka nini, unasema mwanangu ana pikipiki kama alikataa shule. Hakuna shida, si bora tunakula na tunakunywa. Na pikipiki yake ndio imelala hapo kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tudai ahadi ya Bwana. Baraka za mtoto wa ahadi ni kubwa. Mtoto wa ahadi, mfano kama mtoto wako uliyezaa, huyo mtoto utamgawanyia shamba, lakini mtoto wa mfanyikazi hautamgawanyia shamba. Nataka uelewe kwamba baraka ya mwana wa ahadi ni kubwa kushinda ya mjakazi. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ya mwana wa ahadi ni kubwa kushinda ya mjakazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi maandiko yametuambia kwamba maana sisi ni wana wa muungwana.
wala sisi si wana wa mjakazi. Sisi ni wana wa ahadi. Nataka tusimame tuweze kudai ahadi ya Bwana katika maisha yetu. Tuweze kusimama tukafukuze mjakazi. Kila roho ya mjakazi ya kutunyima baraka zetu, ya kutuzuia baraka zetu. Wakati ambao kama angetaka kumheshimu Ibrahimu, alipojitwalia mjakazi angemwambia, angeachana naye. Aseme kwamba wache nimwache. Angesema wache nimwache kwa sababu nilimwambia nitampa mtoto na amechukua mjakazi amezaa naye, wache nimwachie hapo.